kuna faida kubwa sana tumepata. So ni jambo la kumshukuru Mungu, ni jambo pia la kumshukuru na kumpongeza mheshimiwa mama yetu kipenzi Mama Samia kwa kuona hii fursa kwenye Singeli kwenye nchi yetu na kupitisha kwamba Singeli ndio muziki wetu wa taifa. Yeah. Inasemekana kama mnawanyima show wasanii wa Bongo Flava. Wewe kuanzia tarehe 12 tarehe ngapi? Kuanzia kesho mpaka tarehe 12 tayari wewe una mfululizo wa show, tena show za serikali. Wasanii wa Bongo Flava ukihesabu pale ni wachache. Fursa zinakuwa ndogo sana kwa wasanii wa Bongo Flava. Unahisi, niliwahi kumuuliza pia miongoni mwa wadau wakubwa sana muziki wa Singeli Fido kwamba unahisi kwamba hii ndio safari ya muziki wa Singeli na hili ndio kaburi la muziki wa Bongo Flava? Fidikio alishaye kusema hawezi kumtengeneza Kiba Wemondi hawezi kumtengeneza Kiba Wemondi wawili wanataka kumuua mmoja ili mmoja awe dili. Sawa. So mimi sio naimba Singeli basi niwe sehemu ya kudidimiza muziki mwingine like kama Bongo Flava kwa sababu ni muziki ya nyumbani. Bongo Flava ina nafasi yake, Singeli ina nafasi yake. Kikubwa tushirikiane, tusapotiane, muziki uzidi kwenda. Kwa hiyo siwezi kucomment hapo kwamba eti Singeli ndio inasababisha Bongo Flava ifanyaje ishuke au ikose thamani. Hapana, thamani ya muziki itakuwepo kama wenyewe watazidi kupambania kama sisi tunavyopambania, kwa sababu hata sisi wakati tunaanza muziki wetu tulibezwa sana, tulitukanwa sana, tulikana wauni, machokora, mapanyalodi hawafai, lakini tumesafisha muziki mpaka sasa hivi unaelekea pazuri. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatakiwa tu wao wapambane muziki wao na sisi tupambane na muziki wetu. Kuna wakati wasanii wa Singeli walikuwa wameungana kwa ajili ya kulalamika, kutoa malalamiko yao kwa baadhi ya watu. Wakiwa wanasema kwamba wanabaniwa baadhi ya vitu. Let's say tuweke tu wazi, wakiwa wanamtumu meneja Kandolo na baadhi ya watu ambao wanafanya nao kazi. Wewe ulikuwa ni mmoja wapo. Kulikuwa kuna figisu chini katika muziki wa Singeli. Sasa hivi baada ya kulalamika watu wameamua kuacha ama inakuaje? Kwa sababu kipindi hicho hata Kidene pia alikuwepo, Dula Makabila alikuwepo, wewe Mchina ulikuwepo, ukasema kwamba mimi muziki wangu sasa hivi unabaniwa na baadhi ya watu na nini, akiwa ametajwa meneja Kandolo na baadhi ya watu ambao wako nyuma yake. Hii ilikuwaje? Tunataka tu clear hii kwamba kwa sababu kuna baadhi ya watu waliona hicho kitu, alafu sasa hivi wanashangaa mbona Mchina sasa hivi anapiga show na nini tena za serikali, tena ukiangalia anapata show ambazo huenda hata meneja Kandolo pia anahusika hizo. Hii ikoje? Hii ni vita ya mapinduzi. Ni vita ya mapinduzi. So kunapokuwa kuna namna ya kutaka kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lazima kutokea kuna vitu vingi sana, migongano hapa na pale, migogoro hapa na pale, kuelewana, yani kwa sababu wote lengo letu ni hili, kufikisha muziki uende mbele. Sasa uzuri vitu ambavyo vinavyotokea sio kama vinatokea kwa mtu binafsi, ni kwa maslahi ya muziki wetu wote. Kwa hiyo mimi naweza nikaongea kitu kabla labda nimeteleza, mwenzangu anaweza akaja akaniambia na Mchina umeteleza hivyo, kama kuna mwenzangu anaweza akateleza, mimi naweza nikabeba na ndugu yangu umeteleza hivi na hivi. Kwa hiyo ni katika masuala tu kuwekana sawa, lakini kila kitu sasa hivi kiko sawa. Kwa hiyo uliteleza kipindi kile ulivyo? Nimemaanisha kwamba katika masuala ya move from one place to another kunatokea vitu vingi sana, migongano na nini mitaa. Shida iko wapi Mchina? Hivyo tunavitaka kuvingua sababu vimeshapita tayari. Hatuwezi kusema mimi labda nina makosa. Mimi miongoni mwa watu unajua hawaelewi chochote. Waliona malalamiko, baadaye kawaje kitu kikazimwa kimya. Mimi kama mdau natamani sana kujua kwamba kulikuwa kuna shida gani, Mchina alionewa ama ilikuwaje bwana, au walimalizana kimya ama kuna fungu limetoka Mchina kaamba hebu kausha kwanza, usijaribu kuharibu image. Ndio maana kufahamu kwamba essay kwamba bwana ilikuwa 1 2 3 lakini sasa hivi tuko good. Hivyo vimeshapita, sasa hivi tupo good. Tuliokana chini, kila upande ambapo kama unasema uliteleza, uliambiwa uliko sawa, kama upande wa Mchina, kama upande wa nani, tupo sawa. Na ndio maana sasa hivi tuna move, biashara zinaenda, muziki unaenda. Mimi nikiwa na shida leo nachukua simu, nitampigia kama ni Kandoro, kama nani, kama Dula, kama nani, Dula kwa shida mimi atanicheki. Yaani tupo hivyo. Kwa hiyo ndio maana nimekwambia yote katika harakati za mapinduzi au za kumove muziki wetu vinatokea vitu kama hivyo. Hata kwenye maisha, hata kwenye shule
wakati mwingine mwanafunzi ukikosea mwalimu anakuja atakuchapa, atafanyaje, yani vitu kama hivi vinakuwa vinatokea. Kwa hiyo sasa hivi tuko vizuri na tunaenda, nadhani wote njia yetu ni moja. Yeah. Godfather wa muziki wa Singeli Francis Majizo Majei, yeye ni miongoni mwa watu ambao tunamheshimu katika game la Singeli. Kila mmoja anafahamu mchango wake, lakini ilifika time pia Dula Makabila aliwahi kuzungumza baadhi ya vitu kwa kumlaumu sana, na wasanii wa Singeli pia ilikuwa vuguvugu hilo pia na mkaungana. Hivi ile kitu walivyoombaga msamaha Dula, wasanii wengine ambao pia walikuwa wanamsupport Dula pia na wao mliomba msamaha ama ilikuwaje? Ndio pale pale. Kama ndo mlikana chini kwamba bwana kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Ndio pale pale. Yote katika harakati za kumove from one place to another vinatokea vitu vingi sana. Sawa kwa sababu Singeli ni taasisi sasa hivi kubwa sana. Kwa hiyo tuliwekana chini, kama kuna sehemu tulikosea tuliomba msamaha, kama kuna sehemu ya tulitaka labda wakubwa wetu bwana kuna 1 2 3 nao walitusikiliza mapendekezo yetu. Kwa sasa hivi tuko sawa, unaona mambo yapo shwari. Kwa hiyo baada ya Dula vile kuomba msamaha na wengine kina Kidene, kina Mchina pia waliomba msamaha. Na vitu kama hivyo. Yaani tuliwekana chini tukawekana sawa. Kwa mambo yako vizuri kabisa, muziki unaenda, support yao kwetu ni kubwa na ndio maana sisi tunapata moyo wa kuendelea kufanya vitu vizuri. So tunaendelea kumove. Na maana singekuwa hizi kelele hizi show za Mwenge hizi singepatikana ujue. Hivyo bwana vimeshapita bosi wangu. Kwa sababu vitu vishapita sana ujue. Mimi nishavisahau, kwa hiyo tuangalie mbele. Sawa bwana Mchina. Hivi kwa nini Mchina mweusi? Unajua Mchina, ukizungumza Mchina unajua mimi ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanashangaa sana. Kwa nini Mwamba akajiita Mchina mweusi? Jina nitokana kitambo sana. Toka niko shule nilikuwa napenda kuitwa mweusi afu nilikuwa sipendi. Yeye kuita mweusi tunagombana. Kwa sasa unajua kibongo au Kiswahili kitu kio kipendi watu ndio wanaenjoy yani. Yaani chogo afu upendi unabeba mapigano au chogo unajua zile kwa nini ilikuwa hivyo. Mchina nini mweusi nilikuwa sipendi. So hata wakati naingia kwenye game nikawa naitumia jina la Suma, MC Suma. Lakini mimi nikienda pale nikipiga kwenye vigodoro nini ikitoka kesho yule dogo kuna MC Suma mwingine ama ni MC Suma ndio wewe? Sio mimi, ni huyu mwingine. Mimi hilo ndio naanza sasa game kabisa kwenye vigodoro. So nikawa asubuhi yani labda kwenye video vya boda na nini. Yule mweusi sio mchezo yule. Yani kwa hiyo sasa nashindwa kufanyaje kulikataa sasa. Sasa nikaona siko nitengenezee kitu mweusi, nitengenezee kitu. Ndio nikapata Mchina mweusi. Nilipoanza kujiita Mchina mweusi safari. Mchina lilikujaje sasa? Ubunifu tu. Si unajua mimi ubunifu wangu nikaa tu ili tu hii mweusi isikae vibaya, nitafutie niilembe yani, nitafute jinsi ya kuilemba. Ndio nikapata hiyo Mchina mweusi. Kuna wakati ulishawahi kukosa baadhi ya fursa kwa jamaa sio mzalendo, anajitaje Mchina wakati Mtanzania rafiki yangu tena kutokea Tanga kule bana. Bana kwa sababu kwenye bendera yetu ya Tanzania kuna rangi nyeusi. Na mitali kuna neno mweusi pale. Kwa bado niko hapa. Sawa bana. Mchina mweusi tuzungumzie Singeli Kigugumizi, Singeli Miayo. Miongoni mwa ngoma ambazo ulikuwa na freestyle usitume ziimba kwenye show, lakini zimeonekana massive na inasikana hiyo pia ndo tobo. Kuna baadhi ya mashabiki walikuwa mfahamu Mchina mweusi, wameanza kumfuatilia baada ya kufanya Singeli Kigugumizi. Idea ilikuwaje Singeli Kigugumizi? Mimi ni Messi of Singeli. Mara zote nafikiria vitu vikubwa, vitu unique, vitu tofauti. Muziki umekuwa ajira, muziki umekuwa mgumu na ushindani sana. Kwa hiyo lazima uangalie kitu tofauti ambacho kitakutofautisha na watu wengine mara zote. Nakumbuka Singeli Kigugumizi mimi tu freestyle. Nile tu kuna sehemu kwa naimba nika freestyle. Alafu kuna mwamba tu akaiposti social network huko ikaondoka, simu zikawa nyingi na nini. Nikaona kumbe inawezekana. Sasa kuna mwamba ni yule ambaye amemtoa pattern, alimposti pattern akaja sasa ni wewe. So nikaona sasa maneno akawa mengi, wengine wakababa amebahatisha amefanyaje, nikamwambia hapana, Messi waga bahatishi, always goti atabaki kwa goti. Kwa ndio nika create hiyo Singeli Miayo. Singeli Miayo imeivunja kabisa Kigugumizi. Kwa nashukuru Mungu mashabiki zangu wa Tanzania pia kwa ujumla wamepokea vizuri sana Singeli Kigugumizi na Singeli Miayo.
Ipi unaikubali hapo kati ya Singeli Kigugumizi, Singeli Miayo? Na Singeli Miayo ni jana juzi umeenda umeachia Singeli Miayo ni Jumamosi, ni juzi tu hapa. Hata ipi unaikubali kati? Hata wiki bado. Zote nazikubali kwa sababu mimi sifanyi muziki kwa ajili yangu, mimi nafanya muziki kwa ajili ya watu. Kwa hiyo basi waulize watu wewe Kigugumizi Miayo. Lakini mimi zote zangu na zipo nyingi sana, mwata enjoy ya. Ukizungumzia Kigugumizi ni idea ambayo kidogo inachekesha na aina challenge ambazo zinazofanyika. Kuna namna, kuna wana ambao wenye vigugumizi walishoe kukumind wewe mwana ona tuimba sisi wewe. Hapana, hiyo like jokes. Ile ni utani, sawa ile ni utani kwa sababu hivi ndivyo vinafanyika, sio kwenye muziki, hata kwenye tulishe kuonaga hata kwenye nini, kwenye maigizo watu wanafanya. Kuna watu sometimes wana act kama vilema au viwete, sometimes watu wana act kama mabubu, kama hivyo Kigugumizi, viziwi. So ni aina ya sanaa tu kuwasilisha, kwa sababu watu pia wenye vigugumizi kweli wapo. Sasa je, wakiwa kwenye mic wanaibaje? Kama ningekuwa wasanii sitakuwa wanaimba vile. Kwa hiyo sio kwamba labda ni vihaka, hapana. Ile ni jokes na ndio maana unajua wamepokea vizuri. Hata design yangu mwenyewe na Kigugumizi na ameipenda. Sawa, kuna kodi zote zimefunguka baada ya Singeli Kigugumizi, baada ya Singeli Miayo. Kubwa sana. Simu zimekuwa nyingi na ni wape tu exclusive kupitia TV3 hapa. Kuna Bongo, kuna jambo kubwa sana linakuja. Kubwa sana kutoka hapo kwenye Singeli Kigugumizi na Singeli Miayo. Kwa hiyo lipi? Kubwa sana linakuja. Simu zimeanza kuita. Yaani simu zimeita na zimepokelewa na zimefanya kazi. Kwa hiyo wajiandae. Spotlight.